Kabla tujaendelea zaidi, ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha. Na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini. Ni mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako. Labda swali la kujiuliza ni kwamba Al Masry, benchi lao la ufundi chini ya kocha Anis Bujalbene, ni kweli wameingia mchecheto jumla kuelekea mechi yao ya Jumatano dhidi ya mnyama Simba kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, ama ni sehemu ya propaganda, kile tunaita mind games? Ndiyo, nasema hivyo kwa sababu gani? Ni kwamba Al Masry ambao tayari wana mtaji wa ushindi wa mabao 2-0 katika mechi ya kwanza iliyochezwa Aprili 2 kwenye uwanja wa Suez Canal Authority Stadium kwenye mji wa Ismailia kule nchini kwao Misri, bado wanajiona kana kwamba wako hatarini. Ni kwa sababu wanakwenda kucheza na mnyama Simba kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, ambako hivi karibuni rekodi zinaonyesha hawajamuacha mtu salama. Mechi zao zote kwenye kombe la shirikisho zilizochezwa kwenye uwanja wa Mkapa, Simba wameshinda. Ndiyo, waliwafunga Al Ahly Tripoli katika kuwania kufuzu hatua ya makundi mabao 3-1 baada ya bila kule nchini Libya. Waliwafunga Bravo Shidimakish kwenye mechi yao ya kwanza ya hatua ya makundi kombe la shirikisho bao 1-0 kwenye uwanja huo wa Mkapa. Waliwafunga SES Sfaxien ya Tunisia mabao 2-1 kwenye uwanja huo wa Mkapa. Waliwafunga SES Constantine mabao 2-0 kwenye uwanja huo wa Mkapa. Kwa sababu hiyo, hawa Al Masry wanakuwa na shaka, wana wasiwasi kwamba pengine Simba wanaweza wakapindua meza kibabe na kupata ushindi wanaohitaji wa tofauti mabao 3 ili wasonge mbele. Sasa Al Masry kabla hawajatoa nchini, maana inafahamika tayari wameshatoa nchini mapema kwa ajili ya kujiandaa na mechi hiyo, kocha wao Anis Bujalbene alikaririwa na vyombo mbalimbali vya habari kule nchini kwao Misri akihofia mechi hii, akikiri kwamba kikosi cha Fadlu Davids wa wekundu wa Msimbazi Simba kinampa hofu, hasa kutokana na ukweli kwamba anaona wachezaji wake hawajapata muda wa kutosha wa maandalizi kwa ajili ya kuelekea mechi hii. Akatuma maombi, ndiyo Al Masry wakatuma maombi kwa shirikisho la mpira wa miguu kule nchini Misri kutaka mechi yao ya Jumamosi ya kombe la ligi la Misri dhidi ya Cleopatra Ceramica iahirishwe ili wapate muda wa kujiandaa zaidi kucheza na mnyama Simba, kwa sababu wanaona kana kwamba wasipojiandaa vyema wanaweza kujikuta wanapata matokeo mabaya na kuondolewa kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF kwa msimu wa 2024-2025. Bahati mbaya kwao, mamlaka za soka kule nchini Misri, kwa maana shirikisho la soka nchini Misri, likatupilia mbali maombi yao, wakalazimika kucheza. Na kweli wakacheza mechi ambayo walitoka sare ya 1-1. Wao ndio walitangulia kufunga bao katika dakika ya 11 lililowekwa wavuni na Karim Bambo, lakini baadaye Cleopatra Ceramica wakasawazisha, mechi ikaisha 1-1. Wapo katika kundi B la michuano hiyo ambayo wenyewe wameweka makundi mawili A na B ya kombe la ligi la Misri. Ndio sasa baada ya kucheza mechi hiyo, maana yake kwa kile alichokuwa amekieleza kocha Anis Bujalbene kwamba wachezaji wake watazidi kuchoka, wachezaji wake watazidi kukosa muda wa maandalizi kuikabili Simba, mechi imechezwa na wamelazimika baada hapo kusafiri, tayari wapo jijini Dar es Salaam kujiandaa na mechi hiyo. Je, matokeo yatakuwa vipi? Hakika haitakuwa mechi rahisi kwa timu zote mbili. Wekundu wa Msimbazi Simba wamepania haswa safari hii kwamba tunavuka, ndio kauli mbiu wanaitumia, kwamba watakwenda hatua ya nusu finali kwa mara ya kwanza baada ya kuishia hatua za robo finali katika michuano ya CAF walioshiriki 2018-19 ligi ya mabingwa. Waliishia hatua ya robo finali wakatolewa na TP Mazembe kwa jumla mabao 4-1. Dar es Salaam ilikuwa bila, kule Kongo wakafungwa 4-1, Simba wakangolewa.
na 2021 Simba wakafika hatua robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, wakatolewa na Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini kwa mabao 4-3. Kaizer Chiefs wakasonga mbele, wao wakaishia hapo. 2021-22 wakutana na Orlando Pirates. Sasa haikuwa ligi ya mabingwa barani Afrika kama ilivyokuwa dhidi ya Kaizer Chiefs. Safari hii ilikuwa ni kombe la shirikisho, wakakutana na South Africa wengine Orlando Pirates. Orlando ambapo Simba kwa mechi ya nyumbani Dar es Salaam wakashinda 1-0. Kule Afrika Kusini wakafungwa 1-0 kwenye mikwaju ya penalty, Simba out, wakatolewa kwa penalty. Lakini 2022-23 Simba wakafika hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, wakaenda wakatolewa na Wydad Casablanca kwa Mkapa. Simba alishinda 1-0 kwenye uwanja wa Mohamed wa tano kule nchini Morocco. Simba wakafungwa 1-0 kwenye mikwaju ya penalty, Simba wakatolewa tena, wakaishia robo finali. Neno mwaka robo kama la utani kwao likazidi kupata nguvu msimu uliopita 2023 2024. Simba kwa mara nyingine tena wakafika hatua robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, wakakutana na waliokuja kuwa mabingwa Al Ahli ya Misri. Kwa Mkapa wakafungwa 1-0, kule Misri wakafungwa 2-0. Simba wakatolewa kwa aggregate kwa matokeo ya jumla ya 3-0. Na sasa baada ya kutolewa na Al Ahli 3-0, Simba msimu huu wako tena hatua ya robo finali kombe la shirikisho. Wapo dhidi ya Al Masry, mechi ya kule Misri wamefungwa 2-0. Aprili 9 Simba wamepania kuhakikisha wanasonga mbele. Lakini matumaini ya Simba, hofu ya Al Masry, hata kama ni mind games, inatokana na kile kilichoonyeshwa katika mechi ya kwanza. Ni kweli Simba walipoteza kwa mabao 2-0, lakini inakumbukwa ni mechi ambayo Simba walifungwa ni kwa sababu ya kwa kiasi fulani wao wenyewe ndio walisababisha wafungwe. Ndio walitengeneza nafasi kadhaa ambazo wangekuwa na utulivu pengine wasingefungwa 2-0, ama wangepata goli ambalo mwisho wa siku lingewarahisishia kazi hiyo Aprili 9. Lakini pia wangeweza hata kushinda, ni kwa sababu mambo mengi katika mechi hiyo wao walikuwa chanya kulinganisha na wenyeji Al Masry, isipokuwa tu kwenye takwimu muhimu kuliko zote kwenye mpira wa miguu, mabao ngapi Simba walikufa 2-0. Lakini ni siku ambayo pia mwamuzi Bubu Traore aliwakatili katika dakika ya 70 katika tukio ambalo lilionekana wazi. Striker wa Simba Lionel Ateba Mbida aliangushwa na golikipa wa Al Masry Mahmoud Gadi kwenye eneo la langoni kabisa, kwenye yadi 6 za lango la Al Masry. Lakini mwamuzi Bubu Traore, wasaidizi wake wa chumba cha VAR hawakutoa ushirikiano kuonyesha kwamba ule ni mkwaju wa penalty ambao hata bila kutumia VAR ilikuwa inaonekana dhahiri kwamba golikipa amemchezea foul Lionel Ateba Mbida. Simba wakafanywa ukatili, halafu wakajikatili wenyewe katika mechi ambayo walimiliki mpira kwa 59% dhidi ya 41 za wenyeji Al Masry, katika mechi ambayo Simba walipiga mashuti 18, wao walipigiwa mashuti 7, mawili yamelenga lango, wao wakapiga mashuti 18, 7 yamelenga lango, lakini hawakufua dafu, wakafungwa 2-0 kwa mashuti machache tu ya Al Masry, mawili yaliolenga lango yote akawa kamba. Ni siku ambayo eneo la ushambuliaji la Simba, kiungo cha ushambuliaji kwa kina Kibu Dennis Prosper, Jasha huwa ile Mpanzu Kibisawala, na mshambuliaji wao alianza Lionel Ateba Mbida kabla kutoka dakika 80 na kuingia Stephen Dese Mukwala, walijikatili wenyewe pia. Kuna nafasi ambazo lau kama wangekuwa sio wachoyo, kila mmoja akitaka kuwa shujaa wa mechi kwa kuifungia Simba bao, badala yake wakazingatia uchezaji wa pamoja, team play, pengine wangepeana pasi sahihi na kufunga mabao, kwa sababu Simba kwa ujumla wake ilitawala mno mechi ambayo walipiga pasi 505 dhidi ya wenyeji waliopiga pasi 348. Eneo la penalty Simba walifika mara 23, Al Masry walifika eneo la Simba mara 9. Takwimu nyingi zilikuwa chanya kwa Simba kuliko Al Masry ukiondoa ya mabao. Pengine kwa sababu hii ndipo kocha Anis Bujalbene, kama sio mind games, basi yale yaliyotokea katika mechi ya kwanza ndio yanamtia hofu, kwa sababu kwenye makaratasi ilionekana Simba walikuwa na kila sababu ya kushinda mechi ambayo mchezaji bora wa mechi alikuwa golikipa wake Mahmoud Gadi, aliyecheza save 7 za mashuti yaliyoelekezwa langoni kwao. Sasa je, mchecheto huu, hofu hii itawaathiri nini Al Masry katika mechi ya Aprili 9, mechi ya Jumatano kwa Mkapa? Hilo ni swala la kusubiri. Bila shaka Simba wakiendeleza kile walichokionyesha Misri, lakini wakafanyia kazi tatizo la kuacha uchoyo, wakafanyia kazi tatizo la kuwa na papara wanapokuwa karibu na lango la Al Masry, lakini pia wakafanyia kazi tatizo la kushambuliwa
kirahisi kwenye mashambulizi ya kushtukiza, ni dhahiri kwamba Simba ina uwezo wa kupata ushindi mnono wa kufikia tofauti ya mabao matatu ambayo ndio inahitajika ili kusonga mbele kwa hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika na kuwapa furaha na Simba, kuwapa furaha Tanzania ambao wengi wao wako nyuma ya Simba inayopeperusha bendera ya nchi katika michuano ya kafu, maana ndio timu pekee iliyosalia baada ya nyingine zote kutolewa, ikiwamo Yanga waliotolewa katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa, ikiwamo Azam waliotolewa hatua za awali kabisa, ikiwamo Coastal Union waliotolewa hatua za awali kabisa kombe la shirikisho kwa kutolewa na Bravos Dimakish. Nini kitakachotokea ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhan Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.